imefukuliwa kutoka kwenye kaburi la siri, watoto wakiwa wengi kuliko watu wazima, na mahali pengine mamia ya miili imelala kimya ndani ya mochwari. Hakuna anayewadai. Huu sio mchezo wa kuigiza, si simulizi ya kubuni, ni ukweli unaoendelea sasa hivi. Swali ni moja tu, nini kinaendelea? Na kwa nini maisha haya yanaonekana kupotea bila mtu wa kuuliza? Kama unataka ukweli ambao hauambiwi mahali pengine, bonyeza subscribe sasa hivi na uwashe alama ya kengele ili usikose simulizi kama hizi. Mimi naitwa Ogara Brian Osoro na hii ni Makala Moto, mahali ambapo ukweli hauogopi kusemwa. Sasa tuanze kwa utulivu, tukichambua kwa kina kile kinachotokea. Katika kaunti ya Kericho, tukio la kutisha limeibuka ambalo limeacha jamii ikiwa na mshangao na hofu. Ardhi imefunguka na kilichopatikana si jambo la kawaida. Miili imefukuliwa kutoka katika kaburi lisilo na alama, kaburi ambalo halikuwa na majina wala historia inayojulikana. Kadri uchunguzi ulivyoanza, ukweli ulianza kujitokeza polepole kwamba hii haikuwa ajali ya kawaida wala tukio la bahati mbaya. Kulikuwa na dalili za mazishi yaliyofanywa kwa siri, jambo lililoibua maswali mazito kuhusu nani alihusika na kwa nini ilifanyika kwa njia ya kificho. Kilichozidi kugusa hisia za wengi ni kwamba miongoni mwa miili iliyopatikana, watoto walikuwa wengi. Hili linabadilisha kabisa uzito wa tukio hili. Linatoa picha ya maisha yaliyokatika kabla ya wakati, ndoto ambazo hazikupata nafasi ya kukua, na familia ambazo huenda hazijui hata kilichowapata wapendwa wao. Ni hali inayoumiza na kuibua maswali ambayo hayawezi kujibiwa kwa haraka. Je, watoto hawa walitoka wapi? Je, walikuwa wahanga wa tukio moja au matukio tofauti? Na kwa nini hawakupata heshima ya mazishi ya wazi kama inavyotarajiwa katika jamii? Wakati maswali haya yakiendelea kuulizwa, mamlaka zimeanza uchunguzi ili kubaini ukweli. Ni muhimu kusisitiza kuwa uchunguzi bado unaendelea na majibu kamili hajapatikana. Hii ina maana kwamba jamii inapaswa kuwa makini na taarifa zisizo rasmi au uvumi unaoweza kupotosha. Ukweli unahitaji muda ili kufichuka, na ni wajibu wa kila mmoja kusubiri taarifa sahihi kutoka kwa vyanzo vinavyoaminika. Lakini wakati huo huo, tukio jingine linajitokeza jijini Nairobi, ndani ya Kenyatta National Hospital. Hapa siyo siri iliyozikwa ardhini, bali ni ukweli ulio wazi. Mamia ya miili iliyolala kimya bila kudaiwa. Idadi yake ni kubwa kiasi cha kushangaza, na kinachozidisha uzito wa hali hii ni kwamba sehemu kubwa ya miili hiyo ni ya watoto. Hospitali imelazimika kutoa notisi kwa umma, ikiomba familia kujitokeza ndani ya muda maalum kabla ya hatua ya kisheria kuchukuliwa. Hapa ndipo simulizi hizi mbili zinapokutana katika kiini kimoja cha tafakari. Moja ni tukio la ghafla lenye sura ya siri na fumbo. Nyingine ni hali ya taratibu inayotokea mbele ya macho ya watu, lakini bado ikibeba ukimya mzito. Ingawa hazijaunganishwa moja kwa moja, zinafanana katika jambo moja muhimu. Zinaonyesha maisha ya binadamu yakipotea bila uangalizi wa kutosha kutoka kwa jamii inayowazunguka. Tukiangalia kwa undani zaidi, tunaweza kuona kuwa hali hii ina mizizi katika mambo kadhaa ya kijamii na kiuchumi. Kwanza, kuna changamoto ya umaskini. Familia nyingi zinapambana na gharama kubwa za maisha, kiasi kwamba hata kulipia huduma za hospitali au mochwari zinakuwa vigumu. Katika hali kama hiyo, baadhi ya familia hulazimika kuchelewa au kushindwa kabisa kudai miili ya wapendwa wao. Pili, kuna mabadiliko ya kijamii ambapo mshikamano wa kifamilia unapungua. Watu wanahama kutoka maeneo yao ya asili, wanapoteza mawasiliano na ndugu, na wakati mwingine kuishi maisha ya upweke. Katika mazingira haya, mtu anaweza kuugua au kupata ajali, na baada ya kifo chake
Hakuna anayejua au anayechukua jukumu la kumtafuta. Hii si hali ya kufikirika tu, ni ukweli unaoshuhudiwa katika maeneo mengi duniani. Katika United States, maelfu ya watu huzikwa kila mwaka bila familia kujitokeza. Katika India, hospitali hulazimika kufanya mazishi ya pamoja kwa watu ambao hawajawahi kudaiwa. Hata katika United Kingdom, serikali hutoa huduma za mazishi kwa watu waliokufa wakiwa peke yao, bila ndugu au marafiki wa karibu. Haya yote yanaonyesha kwamba tatizo hili si la Kenya pekee, bali ni changamoto ya dunia ya kisasa. Hata hivyo, hali ya Kenya ina kipengele kinachoitofautisha: idadi kubwa ya watoto katika matukio haya. Hili linazua maswali mazito zaidi kuhusu mfumo wa afya, hali ya kijamii na uwezo wa jamii kulinda walio dhaifu zaidi. Watoto wanapaswa kuwa na ulinzi wa juu zaidi katika jamii yoyote. Hivyo basi, kuona idadi kubwa ya watoto katika hali kama hii ni ishara kwamba kuna jambo kubwa ambalo linahitaji kushughulikiwa kwa haraka. Katika tukio la Kericho, uchunguzi utakapokamilika utatoa mwanga juu ya kile kilichotokea. Lakini hata kabla ya majibu hayo, tukio hilo tayari limeacha athari kubwa katika jamii. Limeibua hofu, lakini pia limeamsha haja ya uwajibikaji wa uwazi. Na uwazi. Ni muhimu kwamba ukweli ujulikane na hatua zichukuliwe kuhakikisha matukio kama haya hayajirudii. Kwa upande wa hospitali, taratibu zilizopo zinahitaji kufuatwa. Miili haiwezi kuhifadhiwa milele bila kudaiwa. Hivyo basi, notisi hutolewa ili kutoa nafasi kwa familia kujitokeza. Baada ya muda huo kuisha, hatua za mazishi huchukuliwa kwa mujibu wa sheria. Ingawa ni hatua inayolazimika, bado hubeba uzito wa kihisia kwa sababu inahusisha kuaga maisha bila uwepo wa wale waliowahi kuwa karibu na marehemu. Katika hali hii yote, kuna somo muhimu kwa jamii. Ni lazima kurejesha thamani ya maisha ya binadamu. Kila mtu anapaswa kuhisi kuwa ana nafasi katika jamii na kwamba hata katika nyakati ngumu kuna mtu atakayejali. Hii inahitaji juhudi za pamoja kutoka kwa familia, jamii na serikali. Ni lazima kujenga mifumo imara ya kijamii itakayosaidia wale wanaokumbwa na changamoto na kuhakikisha kuwa hakuna anayesahaulika. Pia ni muhimu kwa kila mmoja wetu kuchukua hatua ndogo ndogo katika maisha kila siku, kujua majirani zetu, kuwajali wale wanaotuzunguka na kusaidia pale tunapoweza. Kwa sababu mwisho wa siku, jamii si majengo au mifumo. Jamii ni watu. Na kama watu wataacha kujali, basi hata jamii yenyewe itapoteza maana yake. Hadithi ya Kericho na ile ya Kenyatta National Hospital ni zaidi ya habari za kawaida. Ni kioo kinachoonyesha hali halisi ya maisha yetu ya leo. Ni mwaliko wa kutafakari, kujitathmini na kuchukua hatua. Ni ukumbusho kwamba nyuma ya kila takwimu kuna maisha halisi, kuna hadithi na kuna watu waliowahi kupendwa. Na tunapofikia mwisho wa simulizi hii, chukua muda kujiuliza swali moja muhimu. Je, tunafanya vya kutosha kama jamii kuhakikisha kwamba kila maisha yanathaminiwa, si tu wakati wa uhai, bali hata baada ya kifo? Hii ni Makala Moto. Mimi ni Ogaro Brian Osoro, na huu ni ukweli ambao hatupaswi kupuuza. Mpenzi mtazamaji, kama hujapata kusubscribe, kulike pamoja na kushare, ensure umefanya hivyo. Hadi wakati mwingine tutakapokutana kwenye Makala Moto, Mwenyezi Mungu akuneemeshe na kuzidishie afya pamoja na hekima.